Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari. Mimi Hilali Sefu Yami nitaka kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Bunge lapitisha bajeti kuu ya serikali 2026-2027 shilingi trilioni 62.33 kwa asilimia 97.66. Wananchi kata ya Buhongwa jijini Mwanza wajitolea kujenga upya kituo cha polisi kilichochomwa moto wakati wa vurugu za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika rubaa za kimataifa, watoto wawili wamekutwa wamekufa ndani ya gari nchini Ufaransa, huku sehemu kubwa ya Ulaya ikikabiliwa na joto kali. Na mkapu la habari linaanzia makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Bunge lapitisha bajeti kuu ya serikali. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kwa asilimia 97.66 baada ya wabunge 385 kupiga kura ya ndio kuunga mkono bajeti hiyo. Akitangaza matokeo ya kura ya wazi iliyopigwa bungeni, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu amesema jumla ya kura zilizopigwa ni 393, ambapo kura 8 zilikataa kuunga mkono bajeti hiyo. Matokeo ya kura ya bajeti kuu ya serikali: 3. Idadi ya bunge ambao hawakuwepo bungeni 8. Kura za ndio 385. Kura za hapana 8. Kura za sipigi kura 0. Bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 385 sawa na asilimia 97.96. Spika wa Bunge Mheshimiwa Musa Azan Zungu akizungumza mara baada ya bunge kupitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, ametaka kutumiwa kwa fedha hizo kama ambavyo kamati za bunge zilivyoelekeza. Kwanza nimpongeze Waziri wa Fedha kwa kazi nzuri uliyofanya wewe na timu yako. Niwapongeze wabunge kwa michango mizuri, michango yenye tija kwa taifa hili. Pesa kura zimepigwa na pesa serikali imeruhusiwa kuanzia sasa kuanza kuzitumia. Mkazitumie kama maelekezo ya kamati za bunge zilivyoelekeza, kuhakikisha maslahi ya watu kwanza kabla ya mambo yote mengine. Bunge hili litaendelea kufuatilia utekelezaji wake na kuhakikisha miradi iliyoainishwa yote inazingatiwa na kuleta furaha kwa wananchi. Tukirejea jijini Mwanza, wananchi wa kata ya Buhongwa na kata jirani ya Banima wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza wamejitolea kukijenga upya kituo cha polisi Buhongwa kilichochomwa moto wakati wa vurugu za uchaguzi mkuu wa mwaka jana 2025. Hii hapa ni taarifa yake Zuberi Mgaya.
Hatua hiyo imekuja baada ya wananchi kupata adha ya kutafuta huduma za kipolisi kwa umbali mrefu, ambapo awali kituo hicho kilikuwa kinatoa huduma kwa wananchi zaidi ya 200,000 wa kata hizo mbili na kata jirani ya Mkolani kabla hakijaharibiwa. Akitoa taarifa kuhusu adha ya kukosa kituo cha polisi, diwani wa kata ya Buhongwa Mhandisi Anderson Mfinanga amesema vijana waliofanya uhalifu huo tayari wamejifunza. Kwa kweli vijana wale wameshakaa, wametathmini, wamejifunza na wamesema ni waombee msamaha, lakini itoshe kusema kwa mateso tuliopitia toka kituo chetu kimechomwa. Sasa wamesema mateso sasa basi, na tuko tayari sasa kushirikiana na jeshi la polisi kurejesha huduma ya kituo cha polisi. Afande RPC, tuko tayari kushiriki katika kuhakikisha kwamba kituo chetu kinarejea. Ndio maana kwa mfano ulio hai, tayari unaona gari la mchanga ni mwananchi tayari ameshajitolea, na tayari tumeshaanza kumwaga baadhi ya material ili siku ya siku huduma hii irejee. Akizungumza na wananchi hao katika mkutano wa hadhara, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza DCP Willibrod Mutafungwa ameridhia ombi la wananchi wa kata hiyo kukijenga upya kituo hicho kwa nguvu zao. Tunawasamehe, lakini hatuna budi kutafakari ni kitu gani kiliwapeleka pale hadi kituo cha polisi kikafanya nini, kikachomwa moto. Na si kituo cha polisi tu, ziko ofisi nyingine za serikali ambavyo hatuna budi kuvitafakari, na kimsingi tusamehe, na mimi nakubali tusamehe, lakini tusamehe huku tukitafakari yale yaliyotokea, na tukubaliane kwa pamoja kwamba hayo yasijitokeze tena. Tusiruhusu tena vitendo vya vurugu, vitendo vya uvunjifu wa amani katika maeneo yetu. Pamoja na kuridhia ombi la wananchi la kurejeshwa kwa kituo hicho, kamanda Mutafungwa amesisitiza kuendelea kujitafakari kwa kutunza amani ya nchi ili yale yaliyojitokeza asijirudie tena. Tuamue kuanzia sasa Buhongwa yetu iwe ya asali, au sio? Mmesema Buhongwa ya nini? Ya asali. Haiwezi kuwa ya asali huku moto unawaka kwenye vituo vya polisi. Haiwezi kuwa ya asali huku vituo vya afya vinachomwa nini? Vinachomwa moto. Haiwezi kuwa ya asali wakati barabara mnaweka matairi mnapiga kiberiti. Tutafakari kwa kina na tuseme never and never again, au sio? Kwamba hii hali isijitokeze. Sasa mimi nakubali kituo hiki tukitengeneze. Kwa upande wao, makundi mbalimbali ya wananchi wakiwemo wafanyabiashara wameunga mkono juhudi hizo ili kuhakikisha ujenzi wa kituo unaanza na huduma hiyo inasogea karibu. Kwa sababu tulikuwa na hofu hata kufanya biashara Buhongwa, kwa sababu kituo cha polisi kiko mbali, kwamba mpaka nitoe ripoti Nyagezi inakuwa ni umbali sana. Kwa hiyo ninafurahi uwepo wa kituo hichi kwamba kitaweza kutoa huduma na kurejesha huduma ya Buhongwa, kwa sababu unapokuwa unafanya biashara na kukawa na uongozi serikali unaona kwamba imekaa vizuri, ni lengo zuri la kuweza kusema kwamba na unakuwa na amani ya kuweza kuwekeza zaidi, kwa sababu unajua kwamba usalama ni wa kutosha. Tangu kituo kichomwe tunapata hadha, kama tembea una hofu, kimuona mtu unataka kukimbia. Yaani ni kata nzima ya Buhongwa, kata Alwani matokeo tunategemea kituo. Kwa hiyo inahatarisha kata nzima. Hatuna amani. Amani inakuwa ni kidogo. Japo doria zipo, lakini sio kama kituo kipo hapa karibu. Tunajua kituo kiwa hapa hata mhalifu anakuwa na hofu na anaogopa kufanya uhalifu maeneo haya. Zaidi ya fedha taslimu shilingi milioni 5 zimechangiwa na wananchi. Mifuko 74 ya saruji na matofali 1200 vimetolewa wakati wa mkutano huo wa hadhara, ambapo makadirio ya gharama za ujenzi wa kituo hicho ni zaidi ya shilingi milioni 30 hadi kukamilika kwake. Wazazi na walezi wa Kiislamu katika mtaa wa Mangua, Njuki, kata ya Mandewa, manispaa ya Singida wamehimizwa kuipa elimu kipaumbele katika malezi na makuzi ya watoto na vijana wao katika maadili mema ambayo yatakuwa na manufaa katika jamii na taifa kwa ujumla. Ramadhani Idi Limu ana undani wa taarifa hiyo. Wito huo umetolewa katika mahafali ya kuhitimu wanafunzi wa Madrasatu Riyadha iliyopo Mangua Njuki, ambapo mhadhiri wa dini ya Kiislamu Sheikh Suleiman Hanje amesema familia zina wajibu wa kuwalea watoto katika misingi ya dini ili waweze kutambua wajibu wao kwa Mwenyezi Mungu, wazazi na jamii inayowazunguka. Watoto wanapokuwa wanapandikizwa katika mioyo yao elimu, basi watakuwa ni watoto wazuri wenye kumfahamu Mungu, lakini watakuwa wanajua haki za wazazi wao. Mtoto anapokuwa amelelewa katika dini, ufanisi wake ni mkubwa. Madrasa yetu hii ina wanafunzi
170. Wanafunzi hawa wanasoma masomo ya adabu, wanasoma Qur'ani, wanasoma hadithi za Mtume, wanasoma nahau, masomo ya lugha wanayasoma hapa katika chuo hiki. Kwa maana hiyo sisi hapa tunafundisha watu waje kuwa na maadili mema, na kupitia maadili mema Mwenyezi Mungu atafungua kheri zote katika mitaa yetu. Baadhi ya wazazi wameeleza kuwa madrasa hiyo imekuwa na mchango mkubwa katika malezi ya watoto kwa kuwajenga kiroho na kimaadili, hali inayowapa hamasa ya kuendelea kuiunga mkono. Na tunakipa kipaumbele chuo chetu kwa kufanya vizuri na kuelekeza watoto kwenye maadili yaliyo na msingi wenye nidhamu thabiti, na tunakipa nguvu katika jamii hii yetu ya hapa Mangwanjuki. Aidha, wageni mbalimbali kutoka nje ya mkoa wa Singida wameeleza kuwa malezi yanayotolewa kupitia taasisi za dini yana mchango mkubwa katika kujenga jamii yenye maadili na heshima. Alhamdulillah, kwa Singida Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Nimeona juhudi yao ni kubwa sana, markazi ni nyingi na walimu ni wengi na ilmu inahimizwa na inawekwa mbele. Alhamdulillah, Allah alipe kheri watu wa mji huu. Lakini bado tunaendelea kushawishi kwamba walimu waangaliwe, lakini pia kutanua viwanda vya elimu kwa ajili ya kuzalisha watu, kwa sababu sasa hivi tuna haja kubwa ya kuzalisha watu, maana watu wengi wanaharibiwa. Kuna viwanda kazi yao ni kutengeneza wasanii, na hivi ni viwanda vyote kwa ujumla kwa ajili ya kuharibu watu, kuwafanya kuwa wanyama. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hatua ambayo tumefikia na tumeiona. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Kama sehemu ya mikakati ya kuboresha sekta ya chai mkoani Tanga, ikiwemo usindikaji na ufungashaji, serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Korogwe imeshatoa mikopo ya shilingi milioni 14 kwa vikundi vya ushirika AMCOS wanawake na vijana. Nuhu Stima ana taarifa zaidi. Ameyasema hayo Alexander Mhando aliyemwakilisha mkuu wa wilaya ya Korogwe katika mkutano na wadau wa zao la chai kutoka wilaya za Korogwe, Bumbuli na Muheza, waliokutana na kuweka mikakati ya kuboresha mnyororo wa thamani wa zao hilo ili kuongeza tija pamoja na masoko ya ndani na nje ya nchi. Tumefanya uwekezaji wa kuwaunganisha wakulima wa chai ambao tumetengeneza zile AMCOS pamoja na vikundi vya kina mama na vijana ambao wao wanafanya biashara au shughuli za kilimo kwenye sekta ya chai, tukimaanisha kwamba wengine ni wazalishaji lakini wengine wanafanya uchakataji na kuweka vifungashio na kupeleka sokoni, ambapo hawa wakulima sisi kama serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Korogwe tumewakopesha takriban milioni 14 ambazo wamekopeshwa kwa mwaka jana mwishoni, ili waweze kuboresha uzalishaji wa chai, ufungashaji wa vifungashio kwenye chai pamoja na kupeleka sokoni. Katika hatua nyingine, bodi ya chai Tanzania kanda ya kaskazini imeeleza mikakati ya kuongeza ubora wa chai kutoka 60% hadi 75% ili kuhimili soko la kimataifa, huku ikipanga kununua na kukifufua kiwanda cha chai cha Sakare kilichopo Bungu wilayani Korogwe. Hii imetokana na kwamba baadhi ya viwanda vingine vilikuwa vimefungwa na hivyo kusababisha wakulima kukosa pa kuuza majani mabichi. Kwa hiyo kufungua kiwanda au kuweka kiwanda ambacho kipo kwenye mchakato wa manunuzi kitawasaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kuinua zao la chai katika kanda hii. Sambamba na hilo, bodi ya chai tuna mkakati wa kuendelea kutafuta masoko nje ya nchi pamoja na uhamasishaji wa unywaji chai ndani ya nchi yetu kwa ajili ya kuongeza unywaji wa chai na kuinua soko la ndani pamoja na la nje. Lakini kwa upande wao, baadhi ya wakulima wa chai katika chama cha ushirika cha Sakare wilayani Korogwe wameiomba serikali kuingilia kati na kudhibiti matumizi ya viuatilifu vya kemikali vinavyofanywa na majirani wanaozunguka mashamba yao, hatua inayotishia ubora wa zao hilo. Sisi tunaendelea kuzalisha chai ya kilimo hai, isipokuwa kuna wakulima ambao wanalima karibu na mashamba yetu. Sasa wanalima viazi, wanalima mahindi. Kwa hiyo wanapospray zile dawa na sambazwa na upepo inaingia kwenye mashamba yetu. Kwa hiyo unapoingia kwenye chai yetu imeonekana kwamba ina mabaki ya sumu chai ambayo tunazalisha. Tuliongea nao na wameonyesha ile nia kwamba hawataendelea kutumia kemikali. Sasa kuongea na kutenda ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo ndio challenge kubwa inayotusumbua shambani kwetu Sakare.
Mkutano huo ulioratibiwa na shirika la Care International kupitia mradi wa Pesa Yake Maisha Yake kwa kushirikiana na kampuni ya Kazi Yetu umebainisha kuwa sekta hiyo imeingiza takriban shilingi bilioni 50.2 kupitia mauzo ya nje katika msimu uliopita. Wakazi wanaoishi kwenye vijiji vinavyokaribiana na mapori ya akiba ya Grumeti na Ikolongo katika wilaya za Serengeti na Bunda mkoani Mara wametakiwa kuendelea kushirikiana na wataalamu wa hifadhi hizo na kujiepusha na vitendo vya ujangili ili kuendelea kulinda na kutunza hifadhi hizo. Zuberi Mgaya anaarifu zaidi. Wito huo umetolewa katika hafla maalumu iliyoandaliwa kwa lengo la kutoa elimu kwa wakazi wa maeneo hayo kuendelea kutunza mazingira na kuachana na vitendo vya ujangili, hususan katika kipindi hiki cha mavuno kwa wakulima. Wote tunashuhudia ya kwamba tunayo maliasili ya wanyama wanaohama nyumbu, pundamilia pamoja na wanyama wengine kutoka katika nchi yetu kwenda nchi jirani. Kwa hiyo sisi kama wahifadhi tumekutana pamoja na wananchi ili kutoa elimu, kukemea vitendo vyote ambavyo visivyo vya halali, hususan kwenye upande wa ujangili, ukataji wa miti na uharibifu wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo niwaombe popote mtakapoona tembo, tunaomba tutoe taarifa. Nitatoa namba ya kupiga bure, hutadaiwa, hutachajiwa gharama yeyote. Nao kwa upande wao baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wameshukuru wataalamu wa hifadhi hizo kwa kuwapa elimu ya utunzaji wa mazingira na hifadhi hizo za wanyamapori kwa lengo la kuendelea kulinda maliasili kwa ajili ya vizazi vijavyo. Grumeti na TAWA katika mambo ya ujirani mwema, mambo ya vijiji, kwa kupitia Grumeti na TAWA ujirani mwema wamesaidia vitu vingi sana kijijini kwetu. Wanashawishi watu kwa ajili ya kuachana mambo ya ujangili. Ulindaji wa mazingira na misitu ni kwa faida ya wananchi, lakini kwa vizazi vijavyo na vya baadaye. Naweza kuwapatia shukrani Grumeti kwa kushirikiana na TAWA kwa kuleta uhifadhi wa mazingira. Zamani vijana mababu zetu pamoja na mababa walikuwa wanajisifu kwamba unapokuwa muindaji unaonekana shujaa, unaonekana ni mtu wa maana, unaonekana ni mtu mwenye nguvu. Akifunga hafla hiyo, katibu tawala wilaya ya Bunda Salumu Mtelela amewataka wananchi kulinda hifadhi hizo kwa ajili ya kuendelea kunufaika na uwepo wa rasilimali hizo zinazosaidia kukuza uchumi wa taifa kwa ujumla. Nichukue fursa hii kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Bunda, kwa niaba ya serikali wilaya ya Bunda, kuendelea kuwakumbusha wananchi wote katika wilaya yetu kuhakikisha kwamba tunaendelea kuhifadhi mazingira, tunahifadhi wanyamapori, lakini pia tunapinga ujangili. Moja ni kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao, kwa sababu tembo na wanyama wengine walikuwa wanavamia wananchi pale Nyatwali. Lakini sababu ya pili ni kuendeleza na kuhifadhi ekolojia ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Yote hayo yanalenga kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhifadhi endelevu, tunatunza wanyama wetu, na mwisho wa siku basi tunaweza kujipatia kipato kupitia utalii, na kupitia fedha hizo tunaweza kuendesha maendeleo ya nchi yetu. Tukielekea kisiwani Unguja, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kuhakikisha inaweka mazingira salama yanayolinda taarifa na mifumo mawasiliano ili kukabiliana na uhalifu wa mitandaoni. Hii hapa ni taarifa zaidi. Amesema hayo katibu mkuu wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Hamed Khamisi Abdullah wakati akikabidhi vifaa vya tehama ambavyo vitatumika katika kitengo cha uchunguzi wa kisayansi katika makao makuu ya Jeshi la Polisi Zanzibar. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari itaendelea kulisaidia Jeshi la Polisi kwenye kuwekeza katika miundombinu na vifaa vinavyowezesha uchunguzi wa kisasa ili kuhakikisha kuwa wahalifu wanaotumia teknolojia kukiuka sheria wanatambuliwa, wanachunguzwa na kuchukuliwa hatua stahiki kwa mujibu wa sheria za nchi hii. Kwa sababu hiyo, jukumu la Jeshi la Polisi katika kulinda usalama wa wananchi na mali zao litaendelea kuwa muhimu zaidi katika zama hizi za kidijitali. Aidha, katibu mkuu Mohamed Khamis Abdullah amesema vifaa hivyo vitasaidia kuleta haki kwa uharaka zaidi katika masuala yote yanayohusiana na makosa ya mitandao kwa wananchi wa Zanzibar na Tanzania bara. Vifaa hivi vitasaidia kuongeza tija
katika utekelezaji wa majukumu ya Jeshi la Polisi katika kukusanya, kuchambua na kuhifadhi ushahidi wa kidigitali kwa viwango vinavyokubalika kitaifa na kimataifa. Vile vile kurahisisha uchunguzi wa makosa yanayohusisha matumizi ya simu za mkononi, kompyuta, mifumo ya mtandao na vifaa vingine vya kielektroniki ambavyo kwa sasa vinatumika katika shughuli mbalimbali za kijamii na za kiuchumi. Maoni yangu kwa uwekezaji huu tunaoendelea kuufanya kwa serikali utawawezesha wananchi sio tu wa Zanzibar lakini Tanzania kwa ujumla kuweza kupata haki zao pindi wanapokuwa na mashauri yanayohitaji ushahidi wa kisayansi. Awali, kamishna wa Jeshi la Polisi Zanzibar CP Kombo Khamis Kombo ameeleza jinsi ambavyo vifaa hivyo vitarahisisha utendaji kazi wa Jeshi la Polisi katika masuala ya kimtandao. Ambapo tunatarajiwa kukabidhiwa mheshimiwa, vitasaidia kuongeza uwezo wa wataalamu wetu kufanya uchunguzi wa kisiasa na kwa haraka, kwa usahihi na kwa kuzingatia misingi ya haki. Aidha, vitasaidia kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu wa kimtandao, udanganyifu wa kielektroniki na makosa mengine yanayohusiana na matumizi ya teknolojia. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Shule ya sekondari ya Baobab iliyopo Mapinga, Bagamoyo inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo unaoanza Julai 2026. Wanafunzi wanapewa fursa ya kujifunza fani moja ya ufundi itakayowawezesha kujiajiri mara baada ya kuhitimu. Shule inafundisha kwa kufuata mtaala ulioboreshwa. Michepuo inayofundishwa ni sayansi, PCM, PCB, CBG, PGM na PMCS, biashara, EGM, HGE, EBUAC, ECSM, BUACCS, BUACM, sanaa, HGL, HGK, HKL na KLCH. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa gharama ya shilingi 25,000 tu shuleni Baobab, Mapinga, Bagamoyo, Msimbazi Center, duka nambari 14, 19 na 21 au kwenye tovuti www.baobab.ac.tz. Masomo ya Preform 5 yataanza tarehe 28 mwezi wa pili 2026. Wasiliana na mkuu wa shule kwa simu nambari 0739611539. Walimu wa taaluma mkondo wa wavulana 0762611538, mkondo wa wasichana 0715611538. Nyote mnakaribishwa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Marekani imeungana na wasiwasi uliotolewa na Umoja wa Mataifa kwa kutahadharisha kuwa ukatili mkubwa unaweza kufanywa hivi karibuni nchini Sudan, huku vikosi vya RSF vikiuzingira mji wa Al Obeidi, Kordofan kaskazini. Mji huo wenye raia wengi umekuwa ukizingirwa kwa miezi kadhaa na vikosi vya RSF ambavyo vimekuwa vikipambana na jeshi la Sudan tangu April mwaka 2023.
Taarifa iliyotolewa na Marekani imevitaka vikosi vya RSF na washirika wao kuacha mara moja vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha maisha ya raia, kuzuia harakati za kibinadamu au kuchangia katika vitendo vya ukatili na mateso zaidi. Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi kwamba kunaweza kuwa na matukio yanayojirudia ya ukatili kama uliofanywa wakati wa shambulio la Oktoba mwaka 2025 katika mji wa Al-Fashar nchini Sudan, vitendo vilivyotajwa kuwa na alama za mauaji ya kimbari. Wanaharakati na mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu wamekuwa wakipinga vitendo vya ukatili vinavyokabili raia wa Sudan, ambao kwa kiasi kikubwa husababishwa na vikosi vya RSF na washirika wao. Kwingineko, watoto wawili wamekutwa wamekufa ndani ya gari nchini Ufaransa, huku sehemu kubwa ya Ulaya ikikabiliwa na joto kali, na mamlaka za kitaifa zilichukua hatua kukabiliana na hali hiyo. Watoto hao wenye umri wa miaka 2 na 4 walipatikana ndani ya gari la familia katika maegesho ya magari katika mji wa kusini wa Carpentras, ambapo wachunguzi wamesema wanaamini kuwa wimbi la joto ndilo lililosababisha vifo hivyo. Wimbi la joto kali linaloikumba Ulaya kwa sasa limeshuhudia matukio ya nje yakisababisha usafiri ukivurugika, shule zikifungwa na wafanyakazi wa ofisi wakitakiwa kufanya kazi wakiwa nyumbani, huku mamlaka zikitoa tahadhari za kiafya ili kuwalinda wazee walio katika hatari zaidi. Wanasayansi wanasema kuwa mawimbi ya joto yaliyojirudia ni ishara iliyo dhahiri ya ongezeko la joto duniani, na wametahadharisha kuwa matukio kama hayo yanatarajiwa kuwa marefu na makali zaidi, huku yakishuhudiwa mara kwa mara. Hata hivyo, katika miezi kadhaa iliyopita, baadhi ya maeneo barani Ulaya yameathirika na moto wa nyika uliosababishwa na ongezeko la joto kali lililoshuhudiwa katika maeneo hayo. Mtazamaji, tunatamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Iran imekanusha madai ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwamba itaruhusu wakaguzi wa nyuklia kurejea nchini baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Washington na Tehran kufikia makubaliano ya mwisho ya kumaliza vita. Kufuatia mazungumzo nchini Uswizi, Vance alisema majadiliano na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA yanaweza kuzuru nchi hiyo, lakini wizara ya mambo ya nje iliviambia vyombo vya habari vya serikali kwamba Teherani haikutoa ahadi mpya kuhusu ukaguzi wa nyuklia. Hayo yamejiri baada ya Marekani kutangaza kuwa imeiondolea Iran vikwazo kwa muda ili kuwezesha kuuza mafuta kwa dola za Kimarekani kwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumatatu Juni 22, wapatanishi wa Qatar na Pakistani walisema kwamba baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo katika mji wa Bergenstock, Uswizi, Marekani na Iran zilikubaliana njia ya kuelekea kufikia makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema timu hizo za wapatanishi zilijadili kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kumaliza mzozo wa usitishaji mapigano wa kikanda. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Qasim Stima. Shukran Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo leo. Bunge lapitisha bajeti kuu ya serikali 2026-2027 shilingi trilioni 62.33 kwa asilimia 97.66. Wananchi kata ya Buhongwa jijini Mwanza wajitolea kujenga upya kituo cha polisi kilichochomwa moto wakati wa vurugu za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika rubaa za kimataifa, watoto wawili wamekutwa wamekufa ndani ya gari nchini Ufaransa, huku sehemu kubwa ya Ulaya ikikabiliwa na joto kali. Na kwa nukta hiyo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah, hapa na kujali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha kuleta kapu la habari, mimi Hilal Sefriami nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kutoka TMA. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo.
Kwa usiku wa leo tukitarajia hali ya ukavu pamoja na hali ya ubaridi, huku kiwango cha chini zaidi cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 8 katika mkoa wa Mbeya pamoja na mkoa wa Njombe, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Viashiria vya mvua vinaonekana kupungua kwa kiasi kikubwa katika maeneo mengi ya nchi, japo vinaonekana kwa kiasi kidogo katika maeneo ya pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki kuelekea sehemu chache za ukanda wa Ziwa Victoria. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu mkoa wa Mara, Mwanza pamoja na mkoa wa Simiyu kunatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini kijumuisha na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa na hali ya mvua nyepesi, japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Dar es Salaam kunatarajiwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 25 mwezi wa 6. Dodoma kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 15. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 18. Mbeya kunatarajiwa kuna hali ya mawingu kiasi huku kiwango cha chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 8. Kilimanjaro kunatarajiwa kuna hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 25 mwezi wa 6. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 18, kutarajiwa pia kuna hali ya mvua nyepesi. Arusha kunatarajiwa kuna hali ya mvua nyepesi huku kiwango cha chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 15. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Shule ya sekondari ya Baobab iliyopo Mapinga, Bagamoyo inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo unaoanza Julai 2026. Wanafunzi wanapewa fursa ya kujifunza fani moja ya ufundi itakayowawezesha kujiajiri mara baada ya kuhitimu. Shule inafundisha kwa kufuata mtaala ulioboreshwa. Michepuo inayofundishwa ni sayansi, PCM, PCB, CBG, PGM na PMCS, biashara, EGM, HGE, EBUAC, ECSM, BUACCS, BUACM, sanaa, HGL, HGK, HKL na KLCH. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa gharama ya shilingi 25,000 tu shuleni Baobab, Mapinga, Bagamoyo, Msimbazi Center, duka nambari 14, 19 na 21 au kwenye tovuti www.baobab.ac.tz. Masomo ya Preform 5 yataanza tarehe 28 mwezi wa pili 2026. Wasiliana na mkuu wa shule kwa simu nambari 0739611539. Walimu wa taaluma mkondo wa wavulana 0762611538, mkondo wa wasichana 0715611538. Nyote mnakaribishwa.